Watu wengi nchini na hata nje ya Tanzania wameonekana kushangazwa baada ya kusambaa kwa picha zinazoonyesha mazingira duni aliyokuwa akiishi baba mzazi wa mchezaji wa Simba, Kibu Denis Prosper. Picha hizo zilionyesha nyumba ya udongo na nyasi, jambo lililozua mjadala mkubwa mitandaoni kuhusu kwa nini familia ya mchezaji mkubwa kama Kibu haikuweza kujengewa nyumba bora. Lakini jambo muhimu ambalo watu wengi hawalifahamu ni kwamba marehemu baba yake Kibu alikuwa anaishi katika kambi ya wakimbizi, na kwenye kambi za wakimbizi zipo sheria maalum za serikali ya Tanzania na mashirika ya kimataifa zinazoelekeza aina makazi yanayoruhusiwa. Katika kambi hizo hairuhusiwi kabisa kujenga nyumba za kudumu kama za matofali, bati au nyumba za kiwango cha juu. Wakimbizi huruhusiwa tu kujenga makazi ya muda kwa kutumia udongo, nyasi, mbao na vifaa vya kawaida vinavyopatikana ndani ya kambi. Hii ina maana kwamba hata kama Kibu angependa kumjengea baba yake nyumba bora yenye viwango, asingefanya hivyo. Kisheria ingekuwa kosa na angeweza hata kuchukuliwa hatua kwa kuvunja taratibu za uendeshaji wa kambi za wakimbizi. Kwa hiyo ni kosa kumhukumu Kibu au kumshangaa bila kuelewa mazingira halisi ya kisheria na maisha ya wakimbizi. Miongoni mwa swali ambalo limeulizwa mara kwa mara, kwa nini asiondoe wazazi wake kwenye kambi? Hili pia limeulizwa mara kadhaa. Wapo wanaosema angeweza kuwatoa wazazi wake nje ya kambi na kuwapangishia au kuwajengea sehemu bora. Inawezekana kabisa alitaka kufanya hivyo, lakini lazima tukumbuke tabia za wazee wetu wa Kiafrika. Wengi hawapendi kuondoka maeneo ya maisha yao ya muda mrefu, hata kama mazingira hayapendezi. Wapo wazee ambao huona kubadilisha mazingira ni kama huanza upya, jambo ambalo huwa ngumu kwao. Hivyo huenda marehemu aligoma kuondoka kwenye mazingira aliyoyazoea, marafiki zake, jamii yake wakimbizi na maisha aliyoyajenga kwa miaka mingi. Mwisho wa siku anayejua ukweli wa ndani na maamuzi ya familia ni Kibu mwenyewe. Kisa hiki kinafunua jambo muhimu. Watu wengi hawaelewi kabisa mazingira na changamoto zinazowakumba wakimbizi. Wakimbizi hawana uhuru wa kujenga au kuhamia watakapo. Wanategemea sheria za kitaifa na mashirika ya kimataifa. Wanajenga makazi ya muda tu, si ya kudumu. Maamuzi mengi kuhusu maisha yao yako nje ya uwezo wao. Kwa hiyo kabla ya kuhukumu, kulaumu, kushangaa, ni vizuri kuelewa mfumo wa maisha yao kwanza wakimbizi. Badala ya kushangaa au kumlaumu Kibu, jamii inapaswa kuelewa kuwa maisha ya wakimbizi ni ya tofauti sana na wananchi wa kawaida. Kuna sheria, taratibu na mipaka ambayo lazima ifuatwe. Kisa hiki cha marehemu babake Kibu kinatukumbusha kuwa sio kila anayeishi kwenye mazingira duni ni kwa sababu ya umaskini au kutotunzwa. Wakati mwingine ni mfumo na sheria inayomzunguka. Na ndio maana ni muhimu kuwa na huruma, uelewa na upendo tunapojadili maisha ya watu walioko kwenye mazingira magumu kama ya wakimbizi. Moja ya kitu ambacho pengine mtambue ni kwamba katika kambi za wakimbizi huwa kuna process za kwenda katika nchi ya tatu, ambapo ni huko majuu, Marekani, Canada na nchi zingine za Ulaya. So miongoni mwa vitu ambavyo inasadika kuwa mzee wake Kibu Denis na alikuwa miongoni mwa watu ambao wanasubiria process hizo za kwenda katika nchi hizo za tatu. Dondosha komenti yako hapo chini, muhimu sana. Mimi naitwa Mr. Baro, the Black Man, and that's the world wide run. That's my name.